Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeambiwa pia nifanye utambulisho kwa wageni wa ngazi ya mkoa, lakini naona wageni wengi wameshatambulishwa. Mimi niseme tu, naomba kwanza niwatambulishe waheshimiwa wakuu wa mikoa wenzangu waliokuja kutunga mkono, msimame mpunge mkono. Kamati za siasa yote ambao wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani, makatibu tawala wa mikoa yote mlioko hapa mkiongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Pwani, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa mkiongozwa na waheshimiwa wabunge, wenye viti wa halmashauri, wakurugenzi na wakuu wa taasisi. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niridhie kwa sababu ya muda hao ambao ni wataja, ambao sikuwataja, natambua na nathamini uwepo wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu, mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu mkarimu kwa kukuwezesha kwanza wewe mwenyewe kuweza kufika hapa ukiwa na afya njema na tukio hili kuweza kufanikiwa kwa kiwango hiki, na wote ambao wameshiriki katika shughuli ya leo. Pili, nichukua nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kututumikia Watanzania na kutetea maendeleo, na hususan sisi wakazi wa mkoa wa Pwani, na hata kwa mafanikio ya tukio hili kwa kiwango hiki. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu azidi kumhifadhi, amzidishie hekima, subira na uvumilivu, na mkinge na kila aina ya shari, tuendelee kunufaika na utumishi wake. Mheshimiwa Makamu Rais na Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii pia nikwambie tu, nikuhakikishie mkoa wetu wa Pwani salama. Tulipata taarifa kutoka katika vyombo vya habari, tulichukua tahadhari na tukuhakikishie tuko katika hali ya usalama, wananchi wote wako salama, mkoa uko shwari. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wa mkoa wa Pwani tunatambua jitihada kubwa zilizofanywa na serikali yetu na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangu alipoingia madarakani, mkoa wetu umepokea takriban trilioni 1.35 kwa ajili ya shughuli za maendeleo katika sekta za afya, nishati, barabara, maji, elimu na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Lakini kubwa zaidi kwa mkoa wetu, ameweza kuleta kusaidia kuweka mazingira bora kabisa ya uwekezaji na biashara, viwanda 1535 na viwanda tangu aingia madarakani